Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Ahadi ziliahidiwa, matumaini yakajengwa, lakini leo picha ni tofauti. Na badala ya mshikamano, taifa linaonekana kugawanyika zaidi, na sasa sauti mpya inaibuka ikihoji kwa uzito, je, maridhiano tunayozungumzia bado yana maana ile ile? Katika wakati ambao taifa linahitaji umoja kuliko wakati mwingine wowote, mjadala mkali umeibuka ukitikisa msingi wa kile kilichoahidiwa kama suluhisho la mgogoro ya kisiasa. Hoja nzito zimeibuliwa zikichambua kwa kina hali ya maridhiano nchini Tanzania. Mjadala huu unaonyesha wasiwasi na ongezeka kuhusu uhalisia wa maridhiano na kama kweli yanaweza kufikiwa kwa njia zinazotumika sasa. Mtazamo huu unaeleza licha ya ahadi zilizotolewa kabla ya uchaguzi, hali ya mgawanyiko imeongezeka, na badala ya kupungua, mipasuko imekuwa mingi na tofauti zimekuwa pana zaidi, na kile kilichotegemewa kuwa daraja la umoja likaonekana kuwa bado halijajengwa. Katika uchambuzi huu kuna mambo kadhaa yanatajwa kuwa yanazuiwa kufikiwa na maridhiano ya kweli. Na kwanza, mtazamo wa kuwatenga baadhi ya makundi ya kisiasa. Kuna dhana kwamba baadhi ya watu wanaonekana kama wachochezi, wenye misimamo mikali au wasiostahili kushirikishwa. Lakini hoja hii inapinga mtazamo huo, ikisisitiza kuwa maridhiano hayawezi kuwa kamili ikiwa kuna wachache ama wanaoachwa nje. Vilevile, matumizi ya lugha kali katika siasa na maneno ya kushambuliana, tuhuma nzito na kejeli za mara kwa mara vinatajwa kama vinavyochochea mgawanyiko zaidi, na badala ya kuunganisha vinaongeza chuki na kutoaminiana. Na vilevile kuna kuenea kwa propaganda na uvumi kwamba taarifa zisizo na uhakika kuhusu vyama au viongozi zinatajwa kuwa zinaharibu mazingira ya mazungumzo ya kweli na zinajenga picha potofu na kuathiri uamuzi wa wananchi. Maridhiano ya upande mmoja yameongelewa vilevile kwamba kuna hoja kwamba baadhi ya mkakati unalenga kushirikisha kundi fulani pekee huku wengine wakiachwa nje, na hii inaonekana kuleta usawa usio wa haki na kupunguza uwezekano wa kufikia suluhu ama suluhisho la kudumu. Vilevile kumbuka, matumizi ya fedha na uteuzi kama njia ya kushawishi vyote vimezungumziwa, na kwamba hoja inayoonyesha kuwa mbinu hizi zinaweza kuonekana kama suluhisho la haraka, lakini zina athari za muda mrefu. Zinaweza kujenga utegemezi na kugeuza maridhiano kuwa mradi unaoendelea bila mwisho. Na mwisho, kuna msisitizo mkubwa juu ya kushughulikia kiini cha mgogoro, na masuala ya madaraka na ushawishi yanatajwa kuwa ndio chanzo kikuu cha mvutano, na bila kuyakabili moja kwa moja hakuna mabadiliko ya kweli yatakayopatikana. Maridhiano ya kisiasa yamekuwa ajenda muhimu nchini Tanzania kwa muda mrefu, na katika nyakati mbalimbali taifa limepitia changamoto za kisiasa zilizohitaji suluhisho la pamoja. Lakini kabla ya uchaguzi mkuu uliopita, kulikuwa na matarajio makubwa ya kuona maridhiano yakileta utulivu na mshikamano. Ahadi zilikuwa wazi na matumaini yalikuwa makubwa, lakini kama ilivyo katika mifumo mingi ya kisiasa duniani, utekelezaji wa maridhiano umekuwa na changamoto. Tofauti za kiitikadi, maslahi ya kisiasa na ushindani wa madaraka na mara nyingi huingilia mchakato huo. Na katika mazingira hayo, maridhiano yanahitaji zaidi ya maneno, na yanahitaji hatua halisi na mabadiliko ya kweli ya mtazamo. Mjadala huu una athari kubwa kwa jamii. Kwanza, unaongeza uelewa wa wananchi kuhusu hali halisi ya siasa. Wananchi wanaanza kuhoji, kuchambua na kutafuta ukweli. Na vilevile kumbuka, unaweka shinikizo kwa viongozi wa kisiasa kwamba kuna matarajio ya kuona hatua za vitendo badala ya ahadi, na unaathiri hali ya utulivu wa kijamii, kwamba mgawanyiko wa kisiasa unaweza kuathiri mshikamano wa kijamii ikiwa hautadhibitiwa. Kwa mtazamo wa ndani zaidi, hoja hizi zinafafanua ukweli muhimu kwamba maridhiano ya kweli hayawezi kujengwa juu ya msingi wa hila. Hayahitaji mbinu za muda mfupi, bali suluhisho la kudumu.
na pia yanaonyesha kuwa hakuna upande unaoweza kufanikisha maridhiano peke yake. Ni mchakato unaohitaji ushirikiano wa pande zote. Kuna pia umuhimu wa kuwepo kwa mpatanishi huru, mtu au taasisi isiyokuwa na maslahi ya moja kwa moja katika mgogoro, lakini yenye uwezo wa kuleta uwiano. Zaidi ya hayo, maridhiano yanahitaji ujasiri wa kukubali makosa na utayari wa kubadilika, na katika msingi wake yanahitaji unyenyekevu. Mustakabali wa maridhiano nchini utategemea hatua zitakazochukuliwa sasa. Je, kutakuwa na utayari wa kusikilizana? Je, kutakuwa na uwazi katika mazungumzo? Na je, kutakuwa na nia ya dhati ya kufikia suluhisho? Ikiwa majibu yatakuwa chanya, basi kuna nafasi ya kuona taifa likipata utulivu wa kweli. Lakini ikiwa hali itaendelea kama ilivyo, basi migawanyiko inaweza kuongezeka. Na katika kipindi hiki cha Pasaka, ujumbe unyenyekevu na msamaha unaonekana kuwa na uzito mkubwa. Ni wakati wa kutafakari, ni wakati wa kujipima, na ni wakati wa kuchagua njia iliyo sahihi. Na katika mwisho wa yote, maridhiano si maneno, ni matendo, na si ushindi ni wa upande mmoja, bali ni ushindi wa taifa. Na kwa sababu taifa lijengwi kwa kushinda wengine, bali kwa kushindana wenyewe. Ni hayo niliyokuandalia mpenzi mtazamaji kutoka hapa Kenyascope. Hapa ni chaneli yako ipendayo inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina, bila kupindisha kuegemea upande wowote. Vile waweza kugonga alama ya kengele ndipo usipokee taarifa hizi moja kwa moja pindi tu tunapozileta hewani.